Wafalme walikuwa naoa zaidi wake 10. Wanaoa, wanazaa watoto mpaka wengine hawawajui. Lakini mtindo huo wa kuuana kulikuwa hakuna. Hivi kuna watu wenye mali kama wafalme? Kina Mirambo, kina Mkwawa, kina Tiptipu, hao wote wameoa. Lakini kulikuwa hakuna mtindo wa kuuana. Leo ndugu yangu wake 2 tu. Mmoja anakulisha sumu eti kwa sababu ya mali. Si mtu huyo. Lakini kwa kuwa umechukua maamuzi magumu, maamuzi ya kiume, na wewe kichwa cha familia, uko sahihi, uko pamoja na mimi. Hivyo ndio nilivyokuwa nataka. Nashukuru sana. Kiroho safi. Nashukuru sana. Na uenda wewe ndio ulikuwa malika wangu. Kujikua sio mwisho wa safari. Kwa sababu ninaweza kuendelea na safari, basi siku moja nikihitaji kuoa basi nichukue mmoja kati ya mabinti zako. Bwana mwepesi umesikia huko? Sio nao tena. Hapana, tunajenga bwana. Unajua sisi wazee ndio tunajua kuishi wake, sio vijana wa sasa hivi. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa miwili na miguu miwili, na mimi nasema hapa ndio nyumbani kwangu tena. Ujue wanangu nini? Unajua ule mshamba ujue kalitaza alafu dakika za mwisho ujue mimi ningemtoboa ujue. Amizarau ujue sipendi ujue. Mimi ningemtoboa ujue kalitaza ujue ule mtoto. Kitoweo machizi. Kamata, tulia, acha mapepe. Toboa, acha mapepe. Nini? Sasa vijana, nawashukuruni kwa kuniletea special diet, chakula kitamu. Yaani leo mmeniletea zinga la msosi. Yaani wazungu wanasema full diet, la msingi na la maana. Kuanzia sasa huyu haendi kokote, atakuwa pamoja nasi kwa shughuli zote tutazifanya. Naombeni mnifungulie niondoke jamani. Wewe hapo wachiwe. Kumbukeni mmenibaka. Tulia, tupo msibani hapa. Tulia. Ufunguliwa utafunguliwa. Wewe kubako kwako ni kukupa ujasiri. Sababu kazi zilizo mbele yako ni nzito zaidi. Kwa kuwa wewe sisi tunanufaika na wewe tunanufaika. Hatutakuwa tunaishi maisha ya kilele mama. Nasi tutakuwa binadamu kati ya watu. Tutatembelea ndani ya mabenzi, ndani ya tinkedi. Kwa hiyo hapo tukuwa tunakupa mtihani. Je, unaweza? Na tushakujua kwa wewe unaweza. Kausha kaa kimya. Wewe baharia sasa atakutoa utumbo. Sikilize mkuu anachoongea. Wewe huyo akiongea huyo hakuna kubisha. Wewe una nini kwani? Unaweza kuongea nini? Kwa nini tusimfungulie huyo dada akaenda? Wewe! Mchia hapo. Waza kukutana na mimi? Hapana bosi. Kama kumbaka tushambaka. Kwa nini tusimwache akaenda tu? Mchia hapo. Oya wewe sikia, tutakutoa utumbo na wewe sasa. Huyu afungulie aende popote na usipende kubisha kauli za huyu mkuu.
Huyu hamna kumwachia. Huyu tayari kashaingia ndani ya kampani yetu. Kweli. Huyu kwetu sisi ni amiri jeshi, sababu anaweza akapenya sehemu yoyote kwa manufaa ya kundi letu. Huyu ndio kamanda. Haya yote anayotendewa kumwonyesha jinsi awe shupavu na agangamale na awe imara. Asante mkuu, nakubali. Awe wakati wote kupambana na dhuluma ya aina yoyote. Tuweze kumtumia huyu kuwapelekea watu wenye mahela yao, huyu akajirahisi akajifanya kama mademu bwana zake, na sisi tukapata pesa kwa urahisi. Huyu tutaishi naye kwa kila hali, kiujambazi, kiutafutaji pesa, kivyo vyote. Hatutamtenga hata siku hii moja. Hii yote ni kampani moja ya utafutaji, nasi tuitwe na bwana wakubwa. Kwanza kabla ya yote, hebu fungue. Hapa ndio mafika, hapa ndio kila kitu. Hapa sio lele mama. Acha kulia sasa, vizuri sana, sababu usione watu wana magari matajiri ukaona kama vile wameokota au wamedondoshewa kwa ajili ya roho mbaya. Bila roho mbaya usongi wala utajiriki. Kuna watu wameua mama zao, baba zao. Kuna watu wameweka watoto wao ndo mbecha kwa ajili ya utajiri. Utajiri hauji kilele mama, lazima uwe na roho ya ukatili. Sema madamu Mungu yupo, wewe saa 2 ya usiku unapita Mikumi utalia na simba, sababu nake kiumbe cha Mungu. Ukipita pale na wewe ngangari, una bunduki, na akija unamaliza. Kwa hiyo kwanza nimefurahi kuwa kwenye kampuni yetu, kwenye idara yetu, na sasa hivi nina imani mambo yetu yatakwenda sawa. Tuko pamoja. Napenda sana uwe mstari wa mbele, na mwanamke akiwa jasiri anakuwa jasiri kweli. Yaani Mwenyezi Mungu nyika kawagea kipaji kizuri tu, mwanaume aruki. Kwa hiyo kitumie kipaji chako. Mimi sina cha zaidi, ila ninachoomba sasa hivi ukatie sahihi yako kwenye mkataba wetu, na tuwe pamoja, tushikamane kama kitovu na tumbo, ili tufanikishe lengo letu. Kwa kuhitimisha au kwa kumalizia, madam tuko pamoja, ukabidhi silaha. Shika hii. Shika hii kwa mikono miwili. Nakupa hii kama mwanamke shujaa au kama ndoo. Hamna kuwa na huruma. Hii ndio ngao yako, hiyo ndio kinga yako, hii ndio silaha yako, na uitumie ipasavyo bila kumwonea huruma mtu yoyote. Hamna kuwa na huruma. Kinachokuja mbele yetu, shida yetu sisi pesa. Tuitu na si bana mkubwa, tembelea kwenye magari, tuwe na nyumba za kifahari,